makosa ya wanaoswali. Makosa ya wanaoswali ni tambihi ambao ni hamun jiddan, kwa sababu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Alipopanda mimbar Mtume sallallahu alayhi wasallam na akaifundisha swala kwa matendo juu ya mimbar, na maswahaba wakamtazama. Aliposhuka aliwaambia, swallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi na swali. Ukiswali kinyume cha vile alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa swala yako haijulikani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahi, yawe ya swala yawe ya ibada nyingine ni wahi. Sasa katika makosa ya wanaoswali ni wale watu ambao wanakuja msikitini hali ya kuwa swala imeshasimamishwa na wamepitwa na rakaa au rakaa mbili. Kwanza, kuna ambao wakija wakimkuta imamu katika hali fulani, wao hawaungi swala moja kwa moja, wanasimama kwa sababu wao kwa upeo wa elimu yao ni kwamba swala haiungwi ila katika tashahud au katika qiyam, au ukimkuta mtu yuko kwenye rukuu ukimbie. Haya ni makosa ambayo watu hufanya. Akakuta watu wamesujudu, yeye akasimama. Watu wanasujudu, wanamsujudia Allah, yeye amewasimamia na waangalia. Watu wanasujudu, wanainuka, wanasujudu mpaka wasimame, eti ndio wanaunga swala. Ndivyo walivyofahamu. Ni makosa ndugu zangu, ni makubwa tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha, idha wajadtum imaman ala hali, utakapomkuta imamu katika hali yoyote, wewe jiunge vile vile ulivyomkuta, pale pale ulipomkuta jiunge. Haina maana kwamba mpaka afike katika tashahud au mpaka arudi asimame ndio wewe ujiunge. Hilo ni kosa la kwanza. Ukimkuta katika hali yoyote, wewe jiunge. Kile ambacho umekipata kiswali, ile sehemu ya swala uliyoipata, iswali pamoja na imamu. Na ile ambayo umeikosa itimize baada ya imamu kutoa salamu. Sasa baada ya imamu kutoa salamu, hapa penye salamu hapa watu wengi wanakosea. Yaani mtu imamu akisema tu assalamu alaikum, tayari mtu kishasimama. Wacha salamu ya pili, hata ile ya kwanza haimalizi imamu, tayari mtu kishasimama. Unakatisha swala, ndugu yangu Muislamu. Swala unaikata kabisa. Yaani wewe umeshaikata ile swala pamoja na imamu, halafu unaamka unaswali rakaa moja ambao haiko pamoja na hiyo swala nyingine. Yaani umeharibu swala kabisa. Umekuta imamu umediriki rakaa tatu tuseme, halafu imamu alipotoa salamu, kabla hata hajamaliza kutoa salamu, wewe ushasimama. Ukisimama ushakatisha ile swala yako ya jamaa uliyoswali pamoja na imamu. Sasa unaswali rakaa moja ambayo iko peke yake. Hizi ni rakaa tatu na rakaa moja tofauti, na umeswali swala ya dhuhuri. Kinachotakiwa, subiri mpaka imamu atoe salamu, afike mwisho kabisa. Wewe simama, kamilisha sehemu iliyokukosa. Swala inakuwa imekamilika kwa hali hiyo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali pamoja na maswahaba, akawa amesahau swala ya rakaa 4, akaswali 3. Alipomaliza akakumbushwa,
Alipokumbushwa alirudi akaswali ile rakaa moja iliyobaki peke yake, akaunganisha na ile nyingine na zile nyingine 3. Sasa usije ukafikiria kwamba wewe imamu akishatoa salamu swala yako itakuwa imekatika, bali ukifanya haraka imamu kabla hajamaliza kutoa salamu, hapo ndio utakuwa umekata swala yako. Hilo la kwanza au hilo la pili. Jambo la tatu ni jambo la tashahudi, na hili mara nyingi sana alirudia. Tashahudi, yani watu ukiwafahamisha kwamba hunaka farku baina tawaruk au baina iftirashi wa baina tawaruk. Hunaka farku baina iftirashi wa tawaruk. Na ukaziweka wazi kabisa hizi, mara ngapi tulishaweka mpaka mtu anaonyesha ni ipi iftirashi, ni ipi tawaruk. Na tukaeleza iftirashi inahusika katika swala gani. Iftirashi ambayo ni kukalia tumbo la mguu wa kushoto, halafu ukasimamisha unyayo wa mguu wa kuume, vidole ukavielekeza kibla, usivilalie hivi. Katika hizi siku chache ambazo mmebahatika kuswali swafu ya mpili au ya tatu, nilikuwa nazingatia baadhi ya ndugu zangu wanaoswali, na nikakusudia kwamba lazima na mimi nitawakumbusha kwa hilo. Kuna watu wanakaa hivi ndugu zanguni kwenye tashahudi, iwe ni ya mwisho, yani iwe ni ya kwanza au iwe ya mwisho, watu wanakaa hivi. Bali nimeshuhudia watu wanakaa hivi, analaza kabisa hii miguu hivi. Sio kwamba anaiweka hivi vidole yaelekeze kibla huu mguu wa kuume, anailaza hivi, unaona? Halafu mwingine anabandika hivi mguu juu ya mguu mwingine, au mwingine anaiweka hivi. Sasa hii ni makosa katika maelekezo ya swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza, iftirash ni kikao ambacho kinakaliwa kwa mtu kukalia tumbo la mguu wa kushoto na kusimamisha mguu wa kuume, anausimamisha na vidole anavikunja vinaelekea kibla. Hasa kidole kikubwa hiki ambacho ndio mara nyingi kinashika chini, na kile kinachofuata, vile vyote ambavyo vinadiriki kukaa chini, kugusa chini, viwe vimekunjwa vielekezwe kibla, visilaliwe hivi. Visilaliwe hivi. Na kikao hiki tukasema kinahusishwa na swala zote za thunaiya. Tukasema swala zimegawanyika katika mafungu matatu. Kuna swala za thunaiya na thulathia na rubaiya. Thulathia ni swala za rakaa mbili mbili, iwe salatul fajri, salatul jumaa, salatul eidain, swala za tahiyatul masjidi, na kablia na baadia za rakaa mbili mbili, au swala yoyote ya rakaa mbili. Kikao kinachohusishwa katika swala hizo ni iftirashu, nayo ni kukalia tumbo la mguu wa kushoto na kusimamisha unyayo wa mguu wa kuume, vidole vielekezwe kibla. Tukatoa na mfano, tukamweka mtu si mara mbili mara tatu akaonyesha. Lakini hata sasa hivi kuna baadhi ya ndugu zangu ambao hapo walipo sasa hivi kikao hicho walichokaa ni kikao cha iftirash, na ndicho walichokaa katika hii swala ya dhuhuri, ambacho ni makosa. Rakaa hii tashahudi ya pili, hivyo walivyokaa wengine ndivyo walivyokaa hivyo wakati wa tashahudi ya mwisho. Yani wabadilisha hii iftirash, badala ya kukaa katika rakaa kikao cha kwanza, tashahudi ya kwanza, wameihamisha, wameiweka katika kikao cha pili. Ni makosa makubwa. Halafu swala za thulathia ambazo ni swala za magharibi, hizi ndizo ambazo pia rakaa ya tashahudi ya kwanza unakaa hiyo iftirash, na pia swala za rubaia tashahudi ya kwanza unakaa hiyo iftirash, na swala ya asiri na isha ikiwa ni kikao cha kwanza unakaa iftirash, unakaa hivyo iftirash kama tulivyoieleza. Lakini swala za rubaia na hiyo thulathia tashahudi ya mwisho ndio unatakiwa ukae tawaruku. Tawaruku hiyo maana yake ni kukalia chini kwenye ardhi na makalio yako mawili. Kukaa ardhini kwa makalio yako mawili, haukalii kitu chochote katika viungo vyako, makalio yako yanagusa katika ardhi, na mguu wa kuume unausimamisha kama kawaida, vidole vielekee kibla,
na mguu wa kushoto unautokeza upande huu wa kuume, unatokeza upande huu. Hiki ndio kikao ambacho chatakiwa tukae, na mara nyingi watu hufanya wakashindwa kukaa kikao hiki cha tawaruk kwa kudai kwamba nafasi ni ndogo, kwamba kuna dhiki ya nafasi pale unapokuwa uko katika hiyo tashahudi. Dhiki ya nafasi ni wewe ndiye unaitafuta. Unatakiwa usimame yani size ya umbile lako wewe, kulingana na nini? Na umbile lako unakaa kwa nafasi ambayo unaona vikao vyote vya swala utaviweza. Sio unabana miguu halafu baadaye unatafuta nafasi ya kukaa. Hii nini? Tawaruk. Unabana miguu wakati ukiswali. Yatakiwa upanue miguu ipatane na umbo lako la mwili la juu, au uzidishe kidogo, ili hata utakapokaa katika kikao kile upate nafasi. Lakini tunavuruga swala zetu. Kipengele fulani kinakubaliana na swala ya Mtume, kipengele kifuatacho kinakuwa ni kinyume cha hivyo. Hivyo mpaka swala zima inamalizika, kuna sehemu ndogo tu ya swala au ya mafundisho ya Mtume katika swala ya mtu. Katika hali hii ndugu zanguni, kuna adamul kamal, kuna kutokamilika swala. Swala inakuwa na mapungufu mengi kiasi kwamba sasa hata lile lengo ambalo ndilo lenye kukusudiwa juu ya swala zetu halitimii. Litatimiaje wakati ile swala haijaswaliwa kama inavyotakiwa? Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Swala ikiswaliwa vilivyo humzuilia mswaliji na mambo yote ya fawahish na mambo yote ya munkarati. Inamzuilia kutokana na nini? Dhikrullahi fiha akbar. Utaji wa Mwenyezi Mungu ndani ya swala ni mkubwa. Na miongoni mwa swala ili iswaliwe vilivyo ni mtu awe anafahamu swala yake kiilmu kwamba inaswaliwa hivi, na pia awe ajitahidi afahamu anachokisema ndani ya swala. Awe anafahamu anachokisema ndani ya swala. Sio unazungumza tu kama vile kasuku anavyoigiza maneno unayosema lakini hajui maana yake. Kama kaseti inaorekodiwa afu ikawekwa ikasoma lakini haijui. Unaswali mwanzo mpaka mwisho hata hujui umesema nini na Mola wako. Hasa swala kama hii haina athari. Na vipi utajua unachokisema na Mola wako kama hujakaa chini wewe ukajilazimu kwa mtu ambaye anajua akakufundisha? Kwa hiyo ndugu zangu, kila siku tuyazungumza haya. Hususan swala ndio ibada ambayo kila siku tunayo, na ndio ibada kubwa, ndio nguzo kubwa baada ya shahada, na ndio ambayo kama tulivyosema katika hutuba au katika darasa zetu mbalimbali kwamba maswahaba walikuwa hawaoni amali yoyote kwamba mtu akiacha, iwe ni kwa uvivu, iwe ni kwa kupuuza, unaona kwamba inaweza kuachwa amali hiyo au ibada hiyo ikamkufurisha mtu kama swala. Mtu akiacha swala kwa hali yoyote anakuwa ametoka katika, amekufuru. Baina rajul wa shirki wal kufri tarku salat. Tumesema katika hadithi kama hizo, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat. Kuna ahadi nyingi hadithi nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema. Tukasema mtu akiacha funga kwa makusudi bila vigezo vya kisheria, akaiacha kwa makusudi, akaacha hija kwa makusudi, akaacha zaka kwa makusudi, itategemea akaiacha kwa njia gani, kwa sababu gani. Akiacha kwa ajili ya kupinga kwamba si wajibu, anakuwa pia amekufuru. Akiacha kwamba si wajibu, hii somo bwana si wajibu, anakuwa amekufuru. Zaka si wajibu na ana uwezo wa kutoa zaka, anakuwa amekufuru. Hija si wajibu, anakuwa amekufuru. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Lakini anaweza kuiacha swala saumu pengine kwa ajili ya uvivu na uroho pengine wa chakula ikampitia hiyo, lakini kisheria hahukumiwi kwamba amekufuru. Lakini swala kwa hali yoyote. Kwa hiyo ndugu zangu, hebu tuazimie kukaa chini na kusoma hizi swala. Tusione kwamba kwa vile tunaswali kila siku tuinama na kuinuka basi tumeshajua swala. Itakuwa ni hatari kubwa tutakapofika
mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala swala zetu hazipo, itakuwa ni hasara ya hali ya juu. Na wakati swala hii ndio amali ambayo itakuwa ya kwanza kwa mtu kuhesabiwa siku ya kiyama katika mambo ya ibadati. Kwa hiyo tujitahidi katika hizi swala. Kuna vipengele vingi sana ambavyo twavikosea, lakini sasa tutasubiri tu mpaka hizi tanbihi zije. Mtu hayuko tayari kukaa chini kufundishwa swala mwanzo mpaka mwisho, kwa vile amejiona mtu ana swali siku zote, kaona labda tayari ameshafahamu, kumbe kuna makosa mengi katika swala zetu. Aqulu qawli hadha wallahu a'lam. Naam. Kuna maswali mawili. Swali la kwanza nasema kwamba ikiwa imamu anatoa salamu ya pili au kainuka, kwa mfano kama unaonga swala ya tatu, swala yako inakuwa bado hujapata jamaa. Sasa nataka niulize hapa, je, salamu ya pili ni sunna au ni wajibu katika nguzo? Na je, kama ndivyo, je, ikiwa imamu ashatoa salamu na ukatoa salamu ile ya pili, ya kwanza bado ya pili, ukatokwa na tuseme ukatenguka na udhu, je, hapa inakuwaje? Unakaribia katika hatari ya kusema iliyo sunna si wajibu kuifanya. Nimesema hivi la, mimi nakueleza wewe, kwa vile ni sunna haina haja kwamba uifuate. Kwa vile ni sunna unaweza kuiacha. Umetoa salamu ya kwanza, salamu alaykum. Kwa hiyo vipengele vya swala ndani ya swala ambavyo ni sunna hatuna haja kuvitekeleza. Salamu ile ya kwanza. Sasa bado hii ya pili sasa nikatenguka na udhu, swala inakuwaje? Kama kutenguka na udhu, hili ni jambo la dharura limetokea, lakini unakusudia wewe kabisa kukata swala kwa ajili salamu ya pili ni sunna. Nasema wewe dharura inaweza kukupata hata katikati ya swala. Je, ikikupata ukiwa umesimama inakuwaje? Ukitenguka na udhu, ukiwa umesimama katika kiamu cha swala ikikupata, au katika sijida unafanyaje? Sina udhu. Huna udhu. Asiyekuwa na udhu swala hamna. Sasa hata hapo ni hivyo. Hiyo kama ile salamu kama tulikuwa na udhu itakuwa sina. Kwa hiyo katika swala mimi nataka nikuulize, katika swala kuna sunna ngapi? Mimi sinataka tu nijibu kwamba ninayo au sina, basi tunaleta mada. Wewe ndio unaleta mada, shekhe. Una hatari sana ya kupuuza swala za Mtume sallallahu alaihi wasallam. La pili, kwa sababu ile naona nimekuwa sana kama kero. Yaani hii imekuwa kama kero. Kila mtu anakushangaa kwa sababu wewe hutarajiwi kuzungumza kwamba kwa sababu ni sunna basi naweza kuiacha. Sasa la pili ambalo limekuwa sana ni kero, sasa mtu ataangalia mwenyewe. Hii imekuwa ni kero sana, imekuwa kero sana. Kwa mfano katika kusimama, sawa, tumesema kwamba kila mtu asimame saizi ya mabega yake, yani saizi ya mwili wako na kuenea mkata shavu. Sawa. Lakini sasa tukasimama kila mtu akakaa saizi yako. Sasa ulipokaa saizi yako, kuna baadhi kwa mfano watu wanatokutana kunyanyuka. Mwingine anawahi, mwingine anakuwa anafuata, watu wanatokutana kusimama. Sasa kwenye kule kusimama, yule uliokuwa umesimama naye anasogeza sauti, anakuja kukubana kwa sababu hujasema, anasogeza nyayo au miguu yake, anakuja sasa ukisema ashakubana. Anakwenda hivyo, ukibaya pia anakuwa anakubana mpaka unasimama kama rakaa ya 4 mfano, wewe uko hapo. Sasa kwenye kukaa tashahudi sasa ile ya mwisho ambayo kila mtu atakuwa akae kisheria, sasa inakuwa wewe huwezi kufanyaje? Huwezi kukaa, amekubana. Sasa kwenye kukaa sasa inakuwa mnabanana sasa. Sasa wao kama vile kwa kwenye mieleka. Sasa na kilichokuwa cha lazima zaidi kwamba watu wakae, yani usikae kumbugudhi mtu. Sasa unakaa umeminyana naye, wao umeanza kukaa sasa. Je, ilikuwa wajibu ni kumkalia mtu hata kama amebanana, au tu ukae ambao kama kanyatu ndogo yeye usikele watu? Sasa hiyo ni akhtaul musalli. Hiyo ni katika makosa wenye kuswali. Si hapo ni kosa limefanyika, au umelieleza kwamba mtu anafanya hivi, ni kosa. Kwa hiyo hayo yote ni katika mambo ya kurekebisha. Watu waelimishwe juu ya swala, wasifanye hivyo. Hayo ni makosa. Watu wakijua swala utaratibu wake tangu mwanzo mpaka mwisho, haya hayatokei. Ni kwa sababu hapo watu hawakufahamu swala inatakiwa uswaliwe vipi. Ndio maana yanatokea hayo. Lakini kama watu watasimama sawa, hayatokei. Kwa hiyo katika makosa wenye kuswali. Sasa kwa ajili ya makosa hayo wewe huwezi kusema wacha nifanye hivi kwa sababu imekuwa hivi, ukaacha yale mafundisho ya Mtume. Kama wale ambao wanasema wacha tuweke la ilaha illa Allah kwenye jeneza ili watu wasibike kelele. Si ndio mfano wake? Ni mfano wake, kwa sababu wewe ukaona kwamba alikumsanga, ngoja afwan,
Tukaona kwamba kwa vile hapa ile sunna haiwezekani, wacha niivunje nifanye ninavyotaka. Yani nana hajaelewa. Tumeelewana? Ngoja Sheikh aulize, maana ndio kwanza. Maana gari kwa kazi yetu atakuja darasani ndio msikitini tutakuwa mwisho wa kula daku na daku inasaidia. Ameuliza maswali mawili, akasema mwisho wa kula daku ni saa ngapi na daku ina size gani? Yaani chakula cha daku. Mwisho wa kula daku hauwezi kuwa muhaddada, yani kila siku ni huo huo.